Rais wa Tanzania Samia Suluhu sasa ameanza kuingiza uoga baada ya kiongozi ama rais wa TLS kuibuka wazi na kuanza mchakato ambao utahakikisha amepinduliwa. Ni katika ujumbe ambao Boniface Mwabukusi aliuandika kwenye mitandao ya kijamii, ujumbe ambao umesheheni uoga, umeingia unakupenyeza hadi Ikulu ya Tanzania, kumfanya Samia Suluhu kuingiza baridi pamoja na vigogo wake wa karibu ambao wanakandamiza wananchi wa Tanzania. Kwa hivyo nataka tuchambue ujumbe huu moja kwa moja na yale ambayo Mwabukusi alikuwa akiandika. Maanake ujumbe, mtu anaweza andika tu ujumbe usome bila, kama uwezi kuchambua kidogo utakosa maana. Moja kwa moja kwenye ujumbe aliuandika kwenye mtandao wa X, alisema kwamba ukizungumza na wenye mamlaka wasipokusikiliza, zungumza na watu wa mamlaka ili wachukue hatua kurejesha mamlaka yao katika umiliki wao. Huu ndio msingi wa ibara ya 3, 5, 8, 9 na 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki, ukweli na uwajibikaji utaliponya taifa. Tuache ujanja, propaganda na njia za mikutano ama njia za mkato kuhusiana na kutafuta uvumbuzi wa haki kwa mauaji ya halaiki ya raia wa Tanganyika wasio na hatia yaliyofanyika kutokana na dhuluma ya demokrasia mnamo Oktoba mwaka jana. Watanganyika na Gen Z wana akili na wanafahamu maumivu waliopitia. Wanatafuta ndugu zao waliotekwa, kuuawa na kupotezwa, na wanajua kwa uhakika wanachokitaka. Kwa hivyo ndio ujumbe mzima ambao nimesoma, lakini ningependa tuende aya kwa aya, paragraph pa paragraph, ili tuweze kuchambua kile ambacho Mwabukusi anakimaanisha. Kwenye aya ya kwanza anasema kwamba ukizungumza na wenye mamlaka wasipokusikiliza, zungumza na watu wa mamlaka ili wachukue hatua kurejesha mamlaka yao katika umiliki wao. Hapa namaanisha kwamba amejaribu yeye kama kiongozi wa TLS ama rais wa TLS, amejaribu sana kuzungumza na Samia. Hapo jana kabla ya uchaguzi mkuu ambao ulikuwa wa kikatili na wa mauaji, tuliona Boniface Mwabukusi akiketi naye Samia Suluhu wakizungumza moja kwa moja. Kisha baadaye alikuja mbele ya kamera kataja na kusema kwamba alijaribu kumweleza yale ambayo Watanzania wanahitaji, lakini bila shaka hayo yote hayakutiliwa manani. Kwa hivyo ndo nasema kwamba ukizungumza na wenye mamlaka wasipokusikiliza, basi zungumza na watu wa mamlaka. Na watu wa mamlaka hapa anamaanisha ni wananchi wa Tanzania ambao ndio umewapa mamlaka wale viongozi. Ila sijui kama waliwapa mamlaka ama wenye mamlaka walijipa mamlaka, lakini kutokana na haya aliyoyasema na kutokana na katiba ya Tanzania alisema kwamba wananchi ndio waliwapa mamlaka. Kwa hivyo sasa ameanzisha mchakato wa kuzungumza na watu wa mamlaka ambao ni wananchi ili waweze kuchanuka na kujua kwamba haki zao zinakandamishwa. Kwenye aya ya pili anasema kwamba huu ndio msingi wa ibara za 3, 5, 8, 9 na 26 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kusema haya anamaanisha kwamba ndio wengi wameshashikwa. Ukijaribu kwenda kinyume na serikali unakamatwa, unatuhumiwa makosa mazito, uhaini, makosa kama hayo. Kwa hivyo hapa anasema kwamba ingawaje ndio anajua serikali ya Samia Suluhu itamwandama, lakini anajua kweli kwamba hii inaendana na katiba ya Tanzania, katiba ambayo wengi wa wananchi walikuwa wanataka ifanyiwe mabadiliko, ifanyiwe mageuzi kabla ya uchaguzi uliopita. Kwa hivyo kwa kutaja hizi ibara zote, Mwabukusi anataka kuonyesha Samia kwamba anaelewa katiba vizuri na kwamba yale anayowafanya ya kuteka wale vijana ama wale wote ambao wanaenda kinyume naye si halali. Maanake wanajaribu kuhamasisha umma kulingana na haki zao za kikatiba. Aya ya 3 ilikuwa ni mstari mmoja tu na alisema kwamba haki, ukweli na uwajibikaji utaliponya taifa. Na hapa anamaanisha kwamba kutokana na mauaji yaliyotokea mwaka jana, kuna makovu
ndani ya watu waliopoteza wapendo wao, waliopoteza wanawe. Kuna wanawake walipoteza mabwana zao, kuna mabwana walipoteza wake zao, kuna watoto waliopoteza wazazi wao. Kwa hivyo wengi wanahuzunika. Kuna wale ambao hawakupata miili ya kuzika. Tuliona kwenye picha na video ambazo zilisambaa mtandaoni, wengine walizika nguo za wapenda wao kama ishara kwamba hakika tumekubali, mliwaua, mkaenda mkaficha miili. Kwa hivyo kuna yale makovu ambayo hayawezi kupona. Kwa hivyo anasema kwamba kile tu kitakachoponya makovu hayo yote ni haki, ukweli na uwajibikaji. Aya nyingine anasema kwamba tuache ujanja, propaganda na njia za mkato kuhusiana na kutafuta ufumbuzi wa haki kwa mauaji halaiki ya raia wa Tanganyika wasio na hatia yaliyofanyika kutokana na dhuluma ya demokrasia mnamo Oktoba 29 mwaka jana. Hapa Mwabukusi anarejelea tume ambayo iliundwa na Samia Suluhu, tume ambayo inaongozwa na Chande, ambayo inajaribu kuchunguza mauaji ya mwaka jana. Ni jambo ambalo ni la kuchekelea ama la kutoa kicheko, manake Samia Suluhu ndiye aliamurisha polisi wake na vile vile akaleta magun sama polisi mafia kutoka nje ya Tanzania kuua waandamanaji ambao wako na hatia. Na yeye tena amechukua fursa ya pekee kuteua tume ambayo itachunguza mauaji hayo. Sijui ni yaite kinaya ama nisemeje. Kwa hivyo ndo hii Mwabukusi anamnyoshia kidole moja kwa moja Samia Suluhu, akimwambia kwamba wacha ujanja, wacha unafiki. Ambacho kilitokea mwaka jana hakiwezi kufichwa kwa njia ya mkato, kwamba tutengenezee tume ya kuchunguza, na ni tume ambayo umeiteua we mwenyewe. Unawezaje ateua tume ya uchunguzi ili kuchunguza na wewe ndio umeiteua? Hapa ndio hayo maswali ambayo yangeibuka wazi, ila mwandishi ambaye ni Mwabukusi anajaribu kuficha ule ukali wa maneno yake. Kwenye aya ya mwisho anasema kwamba Watanganyika na Gen Z wana akili na wanafahamu maumivu waliopitia, wanatafuta ndugu zao waliotekwa, kuuawa na kupotezwa, na wanajua kwa uhakika wanachokitaka. Kwenye aya ya mwisho anajaribu kumwambia Samia Suluhu kwamba usije ukafikiria kwamba Watanzania ni watu wajinga. Usije ukadhania kwamba unaweza kuua hao wote ambao waliuliwa kisha ukadhani kwamba Watanzania wamesahau. Usije ukadhani kwamba maisha yanaendelea kama kawaida, ukaunda tume ya kuchunguza kwamba watu watapata ukweli na hiyo kitu ama nayo maneno yaisha hivyo. Kwa hapa anamwambia kwamba Watanzania si wajinga na wana akili na wanafahamu maumivu waliopitia, na hawatasahau kwamba walipoteza ndugu zao. Hawatasahau kwamba serikali ya Samia Suluhu ilizika miili ya wapenda wao kwa kaburi la pamoja. Hawawezi sahau ya yote ambao yalitokea wakati ule. Hawawezi sahau kwamba walizimiwa stima. Hawawezi sahau kwamba internet ilizimwa kwa njia ya kuficha ule ushahidi ambao pengine ungetoka uweze kumweka pabaya katika macho ya dunia. Kwa hivyo ni ujumbe ambao umebeba ama ni posti ambayo iliweka pale mtandaoni, na imebeba ujumbe mzito zaidi ambao unastahili kumfanya Samia Suluhu kuingia uoga. Ni hayo tuliokuandalia. Uweza kuniandikia ujumbe mfupi hapo chini ukiniambia unaonaje kuhusiana na ujumbe huyu ama ujumbe huu wake Mwabukusi.